Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa Geoffrey Mwambe, na itakumbuka kwamba Mwambe alikamatwa tarehe 7 na askari wa jeshi la polisi, na baada ya kukamatwa akapelekwa kituo cha polisi Mbweni akahojiwa. Baadaye akapelekwa kituo cha polisi kati kwa maana Central ofisi ya ZCO akahojiwa. Vile vile akapelekwa kuhifadhiwa kituo cha polisi Kigamboni. Na baada ya kukamatwa kupelekwa kituo cha polisi Kigamboni, nilipata fursa ya kuonana na mteja wangu akiwa kituo cha polisi Kigamboni. Tukaongea naye kwa maana haki zake za kupata dhamana, lakini maelezo alichukuliwa bila kuwa na wakili. Sasa baada ya kwenda mimi kituo cha polisi Kigamboni siku ya tarehe 8 jioni, nilipopata fursa kuongea naye, yalikuwa ameshapita masaa 24. Ikabidi sasa tuulete kesi mahakamani hapa mahakama Hakimu Kisutu, kuwalazimisha jeshi la polisi ambao wanamshikilia kinyume na sheria aweze kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya Mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama Hakimu Kazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Lakini kwa bahati nzuri siku ya jana tarehe 14 mida ya saa 3 asubuhi mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo ofisi ya ZCO, na tuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuma ya kwanza ni njama za kutaka kumua mkuu wa polisi. Sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Ni tuma za uchochezi za kimtandao. Tuma za uchochezi za kimtandao. Kwa hiyo amehojiwa kwa tuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa hiyo maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria, kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuadhimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa hiyo tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi ninavyozungumza. Kwa taratibu manake za tuhuma zake kwa mujibu wa polisi wameeleza nini? Sasa tulienda leo kuripoti saa 3 asubuhi ofisi ya ZCO, tukaongea naye na amesema hivi upelelezi bado unaendelea. Kwa sababu tuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea, na amempa siku 7 kuripoti hapo ofisi ya ZCO, kwa maana Jumanne anatakiwa karipoti ofisi ya ZCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi basi ataendelea kuwa huru kwa mujibu wa sheria.